Sasa hivi wanataka kuondoa kondi ya mchele na ngano. Wakijua vizuri kuondoa ni kufanya mchele nje hapa kwa wingi na iwe wakulima wetu, kwa sababu ule mchele ni wale wakulima kutoka nchi za ng'ambo ambao umeruzukiwa. Lakini hawa wetu ni kupambana, wanapambana. Ikija hapa wakulima wetu watakuwa wana soko, ikija hapa watakuwa wana pesa. Nadhani kuna jama ya kuangaisha wakulima kutoka eneo la mlima, kwa sababu mambo yanayoendelea si mambo ambayo inafaa kuwa iwe inafanyika. Lakini nafaa niwaambie hawa wakulima ambao wanalalamika siku ya leo ndio walipiga kura, hata kama si wakubwa. Waswahili husema chemichemi si mtemi, lakini atakaye maji mpaka iname. Kwa hivyo hata kama hawa si wakubwa, na kwa sababu watakuja mwaka wa 2027, wanafaa kwanza wahakikishe ya kwamba wamenunua mchele na haki imetendeka, ili wakulima wetu waweze kunufaika. Na nikimalizia, Liginji, unajua tumeshomeshwa mambo mengi. Na katika Biblia Isaia 10 mstari wa 1 inasema, ole wenu mnaotunga sheria zisizokuwa na haki na kuwafinya maskini wasipate haki yao. Mtaenda wapi wakati hukumu ya Mungu itawafikia? Kwa hivyo ningeambia Rais Ruto, unabeba Biblia, soma Isaia 10 mstari wa 1, alafu hiyo finance bill uangalie hiyo mambo nataka kufinyiria wakulima. Ligiji, unafanya kazi nzuri na tunakuenzi sana na kukuheshimu. Na kuna vitu za kuachia Mungu na kuna zingine unapambana. Andui ambaye unamweza usimwachie Mungu. Kwanza pambana na yeye, sukuma hii kasongo.